Karibu zaidi kwenye makala Zili Zala Viwanjani. Nilikwambia kwamba sisi ndisi na hapa ndipo, manake tutakupa taarifa jinsi zinavyojiri, matukio na matokeo ya michezo ya shule za upili, jinsi yalivyo, hatua ya kitaifa ambayo inapigwa katika shule hii ya M-Pesa Foundation Academy eneo la Thika, kaunti ya Kiambu. Shule tofauti kutoka kote nchini zikisaka tiketi ya kudunda katika fainali, na tayari tumejua shule moja ambayo imeshafuzu katika fainali ni katika mchezo wa volleyball. Nazungumzia Kesagon ambao tayari wamejihakikishia nafasi ya kupiga fainali na kusaka hilo taji kwa udi na uvumba. Hii ni baada tu ya kuangusha wakilishi kutoka eneo la kule mashariki. Nazungumzia hawa ni Kwanzanze ambao wamebanduliwa katika pambano hilo la nusu fainali ya wasichana. Nusu fainali bado ya wasichana, bado ya volleyball inachezwa mechi nyingine ambayo itakuwa inaamua nani anapambana na Kesagon. Nazungumzia Soweto ambao wanapiga dhidi hasa ya wale wakilishi kutoka ukanda wa magharibi. Nazungumzia Mwito T ambao wanatoka kaunti ya Kakamega. Nyuma yangu wanao hasa piga mazoezi ni timu ya St. Mary's Yala bwana, ambao wanajiandaa kwa ajili ya kupambana na timu kutoka kule hasa eneo la kaskazini mashariki mwa nchi Tobana, na pakubwa ni mechi ambayo itakuwa inashirikisha pakubwa. Lakini nusu finali nyingine ambayo itakuwa inapiga upande wa vulana ni nusu finali kukata na shoka kati ya Menengai na Kakamega Boys Green Commandos. Wamerejea hatua ya kitaifa wakiwa moto kweli kweli, manake wameokosa huu na kimya watakuwa nasaka kukata kiu. Nizungumze na mchezaji kutoka upande wa St. Mary's Yala, niambie wamejiandaa vipi kwa ajili ya wakilishi kutoka kaskazini mashariki mwa nchi. Karibu zaidi kwenye Zili Zala Viwanjani. Naona kijasho kimetoka, lakini ni kabla ya pambano. Hii inamaanisha kwamba mambo yawe tayari kwa ajili ya kuwanogesha mashabiki ambao wanapiga ngoma zao kuwashabikia. Tuanze kwa jina, mazoezi yakoje? Kwa majina mimi naitwa Stephen Jobo Uma. Mimi ndo kapelo wa Yala, niko form 4. Mazoezi imekuwa fiti kutoka Januari hadi saa hii, tumepiga ngumu. Jana tulipoteza mabao jana. Lose. Highway alipiga 2-0. Lakini game ya leo lazima tushinde ndio tuende finali. Lazima. Nasema lazima mshinde. Lazima tushinde game ya leo. Wakati ukizungumza mpiga picha wangu, naomba achukue baadhi tu ya wale wachezaji ambao wanapiga mazoezi upande ule mwingine bwana. Tuendelee na gumzo letu bwana. Leo pakubwa mtakuwa mnarekebisha wapi, na je dhidi hasa ya hao wakilishi kutoka kaskazini mashariki mwa nchi ni ufundi upi mtakuwa mnatumia kutoa ushindi? Lazima tuongee kwa kiwanja, tupangane. Pia soka lazima tuongee. Lazima pia tukue united. Ndio game pia itakuwa rahisi. Ndio ukimwambia mwenzako afanye hii, atafanya. Alafu pia hapo mbele jana walikuwa down kidogo. Leo najua watafanya mambo. Sasa watafanya mambo. Niambie kuhusu na timu ambayo mmekutana nayo ambayo ilikuwa ngumu zaidi. Jana ilikuwa Highway kutoka game ya kwanza imekuwa ngumu, lakini game ya jana ilikuwa ngumu zaidi. Game ya jana ilikuwa ngumu zaidi. Pakubwa, wewe kama mchezaji unamtizama mchezaji upi zaidi ambaye anakupa motisha timu ya taifa, kilabu tofauti, na klabu ipi ambayo ungetaka kuchezea? Mimi ningetamani kucheza Tusker ama Gor. Mbona Tusker ama Gor? Juu nimeipenda venye wanacheza. Gor, Tusker, chagua moja ndio tujue. Gor. Mbona Gor Mahia? Ama ni sababu ndio mabingwa 22 na wanashiriki dimba la Sekafa? Lazima pia uende timu ya mabingwa, pia ukiingia huko pia ukue Simba. Asante sana bwana, naomba nikuruhusu urejee mazoezini mjiandae vilivyo. Umesema ushindi ni ngapi? Lazima tushinde na mabao mingi. Mabao mingi ngapi hivi bwana? Wape wapinzani wako angalau kiwewe. 2 kiendelea. 2 kiendelea. Asante sana. Huyo ni kapteni wa timu ya St. Mary's Yala Boys. Nizungumze na kocha. Karibu zaidi kwenye Zili Zala Viwanjani. Unajua hapa sasa ndiko tunaangazia ubabe mkubwa. Nusu finali na mgawanisha Mamba na Mburukenge. Sasa leo Mamba nani ama nyinyi mtakuwa Mburukenge? Lazima tukue Mamba leo. Mali imefika. Lazima kila kitu yenye tuko nayo, ambapo vijana wako tayari. Jana tuliteleza kidogo, hatujaanguka. Sote tutakisha tumemali tulikuwa, mali tulianzia. Na hiyo ni kupata ushindi kwa game ya leo, juu mechi ya leo ndio kila kitu. Hakuna nyingine, ni ya leo tu. Tuambie kuhusiana na wapinzani wako, pengine umeenda ukatizama michuano yao, ukajua wanafeli hapa, wafeli hapa. Leo na game yao ya kwanza kucheza dhidi ya Kakamega ni wazuri. Ni wazuri sana, kwanza kwa transition, tukipoteza mpira wako very fast. So lazima nione venye shambia vijana wangu venye wataliza situation hiyo. Tukipoteza mpira lazima tuwazie haraka sana, wasifike kwetu haraka. Mechi za awali zimekwaje?
Zimekuwa nzuri, tunaanza vizuri. Goals kwa ngumu, Menengai kwa ngumu, but tulishinda. Tunaondoka kidogo, tukaanza tuko chini, tukarudi tukashinda. Ya jana ikakuwa ngumu kutoka chini. Baada bao moja tukijaribu kutafuta kusawazisha, wakaongeza ya pili. But tulipata nafasi nyingi sana, but hatukutumia. So leo nishawaambia kila nafasi lazima ihesabike. Ikuwe ni bao. Ndio tutapata kufuzu mpaka finali. Mara ya kwanza kufika katika nusu finali baada ya muda mrefu bwana. Hii imekuaje? Sasa mara ya kwanza kufika nusu finali. Ni mara ya kwanza kuja nationals. St. Mary's Yala. Ni mara ya kwanza kufika mahali tumefika. So ijakuwa kazi rahisi, imekuwa kazi ngumu sana. Kutazama vijana mpaka wafike mahali wamefika. Ndio maana jana tulipoteza. Sikuwa na wasiwasi sana. Hata sikuwa vuruga tio tumepoteza pana juu tulipoteza kwa timu yenyewe imekuwa nationals kwa miaka mingi sana. Highway. Timu imekuwa national but sisi mara yetu ya kwanza but walicheza vizuri. So leo lazima wangane wajue ikombe inafaa irudi nyumbani. Juu ndio nafasi. Mwaka ujao hatuwezi jua. Hii ndio yetu hii. So nimwambia wasiwachilie. Majeruhi pengine unayo kikosini? Ninao majeruhi lakini sio ile kali sana. But zile manok ziko, but niko na daktari anashughulikia. Ambapo timu yangu bado iko hivyo, wale bado wako. Wale ninategemea wako wote. Mara ya kwanza kufika finali ya kitaifa na pakubwa kushiriki hatua hii kubwa, tofauti ipi iliyopo wewe kimtazamo? Tofauti ni matimu hapa, matimu zote ziko sawa. Hakuna timu ndogo ni kubwa. Ndio maana hata hii inaenda kucheza tambo Afrika mahali wamefika na maisha walitoka kwa region yao au ni washindi huko kwao ambapo kuna kitu wako nayo. So siwezi wa underrate, siwezi dharau ati mara wanatoka sisi upande gani wa Kenya pana. Lazima vijana wajitume kabisa. Bwana, wewe ni wachezaji baadhi ambao walikuwa wanaangaziwa zaidi. Umecheza hatua hii ya kitaifa ukiwa mchezaji chipukizi, umecheza pale katika klabu ya Gor, lakini pia umeshiriki mashindano tofauti haiba ya juu zaidi. Wewe kivyako ushindani huu unaje, alafu uzoefu wako una uwekezaji kwa timu hii ya chipukizi hawa wa St. Mary's Yala? Imenisaidia sana. Hiyo kwangu nilifika nimecheza mpira, imenisaidia sana kuzaa vijana wangu. Juu chenye nilipitia najua chenye wanahitaji. Ndio nimekuwa nikiwapatia. Baada ya saizi ukiona hata nikiongea nao wananiona kama role model wao. Wanataka nifike mahali nilifika. Nimekuwa nationals, nilikuwa mwanafunzi. Mara 4 nikachukua 2004 na Tour Game. Ligi nimekuwa ligi kuu nimechukua karibu mara 3, Gor Mahia, Sony, Sofapaka. So hiyo chenye nilipewa, Mungu alinipatia, nikapata pia kwa makocha wangu nimekuwa nimepitia, ndio nikawa kwa vijana. Na imenisaidia mpaka nimefika mahali nimefika. Hiyo janja kidogo nilikuwa nayo, hiyo juzi kidogo nimepata kwa harakati nikicheza. Bashiriwa katika nusu finali, mabao ni mangapi coach? Mabao sitasema mabao ni mangapi. Lakini chenye nasema ushindi hakuna ingine, lazima tushinde. Lazima mshinde. Hata kama mabao ni moja bora nishinde. Mabao ni bora nishinde mechi. Si kwa penalty. Normal time. Nifunga bao zangu but najua vijana wako ready. Wamepromise bao watazifunga. So lazima wajitume. Wawakad. Juu sasa mabao ni 5 na wajitumi. Aonyesha wanataka. Kama wanaonyesha wanataka zitakuwa mingi. Na wale pia mmoja wanacheza wanaweza funga. So lazima tuziwe kwetu kwanza. Tunavyo tafika kwa tufunge bao zetu. Kocha, kabla kuachilia, wewe ni legendari wa timu ya taifa timu ya klabu ya Gor Mahia, lakini vile umeshiriki vilabu tofauti. Gor Mahia umeingia katika finali ya kombe la Sekafa Kagame kule Rwanda bwana. Ubashiri wako unakaa vipi, alafu mchezo wao umeonaje? Wamepiga sajili tofauti bwana, ikiwemo Daniel Sakari ambaye anatokea upande wa Kenya Police. Nadhani si mara kwanza kufika finali Gor Mahia. Kuna nyakati na Frank Natal tukiwa hapo nilikuwa nao na Medical Gera walifika mpaka finali. So ni mara pili lakini walipitia kazi ngumu sana. Penalties zilipigwa hapo mingi sana. So mimi naombea mbali imefika wajitume, wabebe kombe kuja nyumbani. Last time tulikuwa huko Rwanda haikuwa mzuri. Tulishindwa. So sasa naombea kabisa kama moja kama Objago chakupata Gor. So naombea maombi yangu yote kwao. Au pia naomba waniombee nichukue kombe hapa au pia achukue ile. Asante sana. Mwelekezi wangu Maka Nyumba anasema kwamba pia naye anatoka ule upande wa St. Mary's Yala na anakujua zaidi, anakuelewa uwanjani na nje ya uwanja na anakutakia kila laheri. Asante sana. Asante. Huyo ni kocha wa St. Mary's Yala bwana Mark, mwelekezi wangu.